Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anapanga kufanya mashambulizi mapya nchini Iran huku kukiwa na mazungumzo yaliyokwama, ripoti zinaeleza. Rais huyu wa Marekani Bwana Trump anazidi kuwa tayari kuanzisha tena operesheni kuu ya vita dhidi ya Iran, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka ndani ya ikulu ya White House kutokana na mazungumzo yaliyokwama, kulingana na ripoti kupitia shirika la habari la CNN. Ripoti hiyo inasema Trump anazidi kukasirishwa na kuendelea kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz na kile anachokiona kuwa ni migawanyiko ndani ya uongozi wa Iran ambayo inazuia makubaliano ya maana. Rais huyo wa Marekani sasa, moja kati ya kitu pekee anachokiona ni kuendelea na vita. Hata hivyo, vita hivi sio tu kwamba vinaigharimu Iran pamoja na mataifa ya Mashariki ya Kati, lakini ni vita ambavyo kimsingi wachambuzi wanasema vitaigharimu ulimwengu. Lakini pia rais huyo wa Marekani inaonekana yupo tayari kuona kwamba wanaishambulia Iran na kuifanya kuwa vipande vipande. Matamshi ya hivi punde yanakuja wakati juhudi za kusitisha mapigano huko Asia Magharibi zinaonekana kuwa tete na mazungumzo ya diplomasia kati ya Washington na Tehran kukwama. Kulingana na vyanzo vinavyofahamu suala hilo vilivyonukuliwa na CNN, kufadhaika ndani ya utawala wa Trump kumeongezeka zaidi juu ya jinsi Iran inavyoshughulikia suala la nyuklia na kile maafisa wanaona kama kutokuwa tayari kwa Tehran kushiriki kwa dhati katika mazungumzo. Trump akizungumza katika ofisi ya Oval siku ya jana Jumatatu wakati wa hafla ya utunzaji wa afya ya uzazi, alipendekeza hali ilivyokuwa mbaya sana na kaonya kwamba usitishaji wa mapigano ulikuwa ukinusurika. Baada ya kusoma kipande hicho cha taka walichotutumia, sikumaliza hata kukisoma. Wao wa Iran wako kwenye usaidizi wa maisha. Usitishaji wa vita unatokana na msaada mkubwa wa maisha, Trump anasema. Kwa mujibu wa CNN, rais wa Marekani amekuwa akikosa subira sio tu kwa mazungumzo yaliyokwama bali pia kuendelea kudhibiti Iran kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Vyanzo vilivyotajwa na mtandao huo vilisema Trump anaamini mgawanyiko ndani ya uongozi ndio tatizo na umepunguza kasi ya maendeleo ya diplomasia. Rais huyo anaamini kwamba viongozi wa Iran hawapo pamoja na kwamba hawapangi mipango inayofanana. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema anachokitaka rais wa Marekani Donald Trump ni kuona wa Iran wakikubaliana na kile yeye anachokitaka, jambo ambalo wao hawataki. CNN imeripoti kwamba maafisa kadhaa huko Washington sasa wanahoji ikiwa Tehran ina nia ya kweli kufanya mazungumzo. Kutakuwa na uhakika pia kumesababisha kutokubaliana ndani ya utawala wa Trump juu ya jinsi Amerika inapaswa kujibu juu ya kusonga mbele katika mazungumzo au katika mapambano. Baadhi ya maafisa haswa ndani ya Pentagon wanasemekana kushinikiza mkakati mkali zaidi unaohusisha mashambulizi ya kijeshi yatakayolengwa kwa lengo la kudhoofisha msimamo wa Iran zaidi. Wengine hata hivyo wanahimiza tahadhari na wanataka njia za kidiplomasia zibaki wazi kwa muda. Afisa mmoja aliyenukuliwa na CNN alibainisha kuwa nchi zote mbili zinaonekana kufanya kazi kwa matarajio tofauti sana na muda wa mazungumzo. Chanzo hicho kimeongeza kuwa Iran, ikiwa imekabiliwa na vikwazo vya kiuchumi na mashinikizo kwa miongo kadhaa, huenda isihisi udharura kama huo ambao Washington inatazamia. Trump atafanya mkutano mpya katika White House kuhusu chaguzi za Iran. CNN imeripoti kwamba Trump atakutana na timu yake ya usalama wa taifa tena katika ikulu ya White House ili kukagua hatua zinazofuata kuhusu Iran. Walakini vyanzo vinavyojua mazungumzo hayo viliambia mtandao kwamba hakuna uamuzi mkubwa unaowezekana kabla ya Trump kuondoka kwenda nchini China mnamo siku ya leo Jumanne alasiri kwa saa za huko. Maendeleo hayo yanakuja huku kukiwa na hali ya sintofahamu inayozidi kuongezeka katika eneo la Asia Magharibi, huku wasiwasi ukiongezeka juu ya iwapo juhudi za diplomasia bado zinaweza kuzuia awamu nyingine ya makabiliano ya moja kwa moja kati ya Washington na Tehran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue